ama kwa namna ambavyo tulitazama, nadhani Yanga kama ulivyomsikia kocha msaidizi wa Polisi Tanzania walistahili kupata ushindi wa JKT Tanzania kumradhi. Na mtaja kocha msaidizi nimetaja Polisi Tanzania George Mketo aliwahi kufanya kazi Polisi Tanzania. Ndio hiyo ikarejea chap kipindi kile kwa Malale 50. Kwa hiyo George Mketo sasa hivi ni kocha msaidizi wa JKT Tanzania akisema kwamba walistahili kuadhibiwa zaidi ya chuma 2 ambazo wamefungwa. Ni kwamba Yanga hawakuwa makini kwenye kutumia nafasi ama ndo vile tena pitch. Lakini binafsi nikitazama kwenye nafasi ambazo zilipatikana, asidhani kama ilikuwa ni issue ya pitch. Ni Yanga wenyewe kutokuwa makini. Matumizi ya nafasi imekuwa ni crisis kwa klabu zetu nyingi. Nikanasema yani kwenye Champions League timu ya namna hii huwezi yani huwezi kufika mbali kama unapata nafasi kiasi hicho alafu yani unajua sababu 2 for me, sababu 2. Ya kwanza umeshaisema, matumizi ya nafasi wenyewe Young Africans. Lakini ya pili, I feel like kwenye dakika nyingi za mchezo za awali kabla ya mabao kufungwa, Yakub Suleiman alikuwa brilliant sana golini. Goalkeeper wa JKT Tanzania alifanya some saves ambazo ni beyond maelezo ya kawaida. Alijaribu sana kubakiza JKT kwenye mchezo. Lakini pia ikawa inazungumza na sisi kwamba backline ya JKT Tanzania na timu kiujumla kuanzia kwenye eneo la kiungo kina Hassan na Solomaudid hawakuwa wakifanya kazi yao vizuri kwenye namna ya kuzuia, na nafasi nyingi ambazo Young Africans walikuwa wanatengeneza ilikuwa zinaishia kwa goalkeeper Yakub Suleiman kuweza kufanya kazi yake ili kuweza kubakisha ule ubao wa 0-0. Na it was a matter of time when mvua itaanza kunyesha na JKT wataloa. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la namna hiyo pia. Angalia namna ambavyo nafasi kwa zinatengenezwa kwenye maeneo pembeni. Tunazungumza hapa mchana na matarajio how much is ambavyo pia hata chini ya Hamdi utumizi wa maeneo pembeni mwa kiwanja kwa Young Africans, especially form za kwa mfano upande wa kulia Islam Mwenda, upande wa kushoto Kibabage ama Kibwana kwa kesi ya leo, kumeimprove sana jinsi ambavyo relationships yao ama niseme relationship zao na mawinga wao, kwa maana ya upande wa kulia Lesi akaanza Maxi, afu upande wa kushoto akawa Pakome ama akawa Clement Mzize. Unaona kuna namna fulani jinsi ambavyo wanasogea na ku double up zidi ya fullback na winga wa timu pinzani. Wamekuwa wakifanya vitu vizuri sana, wamekuwa wakishinda hizo vita, na Yanga imekuwa ikitengeneza nafasi katika level ya juu sana kwa siku za hivi karibuni. Na leo hii pia ilikuwa ni namna hiyo hiyo. Left to right, Yanga wanachukua mpira kutoka kwenye eneo lao la kwanza, wanafika mpaka kwenye eneo la katikati, and then wana expose mawinga wao upande wa pembeni, pande zote mbili, ama mafuba kiwao, alafu zinafanyika cutbacks. Nafasi za hapa aidha cutbacks kulifuata goli kabisa, ama cutbacks kujaribu kuwapata wale late arrivals niseme nje kidogo ya box. Kwa mfano kama siku ya leo alipoingia kwenye mchezo Ketos Chota Chama ambaye anakuja kuchangia goli la Mudathir Yahya, unaona jinsi ambavyo late run yake kuingia kwenye box iliweza kumfanya ama kumweka kwenye position ambao anapokea mpira na anamsquare Mudathir ambaye amefanya overlap upande wake wa kulia, and it was just unajua ni kama tap in ambayo isingeweza kuzuilika, na ilikuwa ni nafasi za namna hiyo game, yani entirety of the game, yani kwa muda mwingi sana wa mchezo ilikuwa nafasi za namna hiyo. Yanga walikuwa wanafika wana open JKT wanavoweza wao, lakini kutumia nafasi ilikuwa ni ngumu sana. Utakumbuka nafasi pia za Maxim pia Nzengeri ambazo wamekosa, for me japokuwa na accept kwamba ni man of the match, but some of the chances amekosa leo come on, sio kwenye level yake na standard yake ambayo tunamfahamu. Lakini pia again good finish by Dube. Nafikiri ni goli ambalo utawasuka tena again JKT, kwa maana kwamba kujitafutia matatizo wao wenyewe, kwa sababu ni kama shughuli ama kazi nzuri kwa imeshafanyika kudefend cross. Alafu Karim Faume katika jitihada za kuondoa mpira kwenye eneo la hatari akafanya makosa, akamtengea kwenye sahani Dube akafinish, na kwa sababu ya utitiri wa watu wengi mbele yake Yakubu asingeweza kufanya chochote. Kwa hiyo ni goli ambalo lisingeweza kuwa na namna yote ya kulizuia kwa goalkeeper. But again ilikuwa ni normal routine day kwangu mimi kwa Young Africans, kwa maana ya kwamba kutimiza majukumu yao, kufanikisha vitu kwa ubora, kufika mpaka kwenye eneo la mwisho, kuhama kutoka kwenye eneo la kwanza mpaka eneo la mwisho, kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Je, goli ilikuwa linakuja? Je, goli ilikuwa linaweza kupatikana? Ilikuwa ni swala la muda. Na ndicho ambacho tumekiona. Stefani Aziz Ki ni sehemu ambayo ya
wachezaji ambao maybe leo walikuwa wanapaswa, pengine wangelaumiwa zaidi wapo Young Africans wasingefuzu kwenda finali, kwa sababu ni sehemu ya wachezaji ambao walikosa nafasi almost 2 kama sio 3. Inawezekana hisia mchanganyiko alizokuwa nazo kwa sababu ilikuwa ni mechi ya mwisho, kwa hiyo alikuwa na feelings tofauti, akitamani kuwaaga vyema wananchi hii leo. Lakini as a profession tulitarajia kwamba ndio ilikuwa ni platform sahihi, japokuwa alipoteza nafasi hizo ambazo okay, as a player unaweza kuelewa, lakini inawezekana hiyo issue ya kwamba alikuwa anawaaga, vitu vilikuwa vingi mchanganyiko na kumfanya maybe asideliver vile ambavyo tumezoea kumshuhudia Lissu. Kwanza taarifa yenyewe ya kuaga sidhani hata club yenyewe walithibitisha kama hii ndio game yake ya mwisho. We started seeing news. Nadhani ilikuwa ndani ya club. Hii news tumeanza kuiona ikisambaa kupitia mitandao ya kijamii. Na kwa bahati nzuri Dickson Masanja amefanya kazi yake kwa uweledi. Ameulizia rumors ambazo zinaendelea na zimethibitishwa kwamba kweli yupo njiani kwenda Wydad Club Athletic. Kwa ambao wanafuatilia Wikipedia, taarifa nadhani ya Stephen Aziz Ki kujiunga na Wydad Club Athletic, Wydad Casablanca, siku 3 nyuma ulikuwa ukimwangalia Wikipedia anaonekana mchezaji wa Wydad. Wewe siku 3 nyuma. Sasa mimi point ambayo nataka niiweke ni ipi? Hapo kwanza, hii ilikuwa ndio ambayo ilikuwa ni sehemu ya kufanya kile ambacho, yani ile magic ya Aziz hatujaiona leo vile ambavyo ndio ulikuwa unaelekea huko. Nilikuwa naelekea huko. Inawezekana kwa sababu kama wanataka kumwaga vizuri, kuna mazingira ambayo mliweka ya proper send off. Question nyingine, sawa, na hii sio tu kwa Stephen Aziz Ki, hata mara mwisho Yanga alipompoteza top player Fiston Mayele ilikuwa hivi kimya tu. Yani club inaruhusu speculations. Yani story ambayo ni biashara kwa upande wao wanaruhusu. Inakuwa of course sio dhambi, lakini kwa club ambao mpaka inafikia mechi ya mwisho, mchezaji ambaye amefanya makubwa kwenye club, okay, kama ni mechi ya mwisho so what, amefikisha tafsiri yake anaondoka kawaida tu. Ndo hapo sasa hii inaleta hoja kinzani kichwani kwangu mimi. Labda ni upumbavu wangu mimi. Lakini hoja inayokuja ni kwamba maybe kulikuwa kuna vuta ni kuvute. Sasa historia ya Azizi muda mrefu unajua. Sasa wangetuthibitishia mapema, lakini nadhani kwa namna moja au nyingine huenda imeimpact performance yake ya siku ya leo. Maybe inawezekana kweli alikuwa anaumia kuondoka Young Africans. Maybe mind yake tayari ipo mbali zaidi, kwa sababu anapoenda uongo dhambi, it's a bigger stage, yani stage kubwa zaidi. Na imagine Stephen Aziz Ki anaenda kucheza na clubs kama Manchester City, Real Madrid hapo kwenye michuano. You never know Wydad wakafika wapi, Wydad Club Athletic. Kwa hiyo of course inawezekana labda attention yake ishamia kule. Na kweli chances ambazo alizikosa zilikuwa kwa upande wangu mimi ni sio rahisi kwa Stephen Aziz Ki katika siku yake bora akazikosa hizo chances. Kwa hiyo maybe ime-impact kwa asilimia kubwa ambacho alikifanya leo. Lakini Malusu kazungumza kuhusu Yakubu alikuwa fantastic. Huenda pia ni box defending both, kwa sababu mara mwisho anacheza na Young Africans na wanafanya vizuri kwenye uwanja wa Meja Generali Samuyo, ilikuwa box defending ilikuwa proper. Wilson Nangu nadhani na Edson Katanga alianza ilikuwa perfect. Ilikuwa na proper box defending. Leo hicho kitu hakikuwepo. Hoja yangu ya mwisho imekuwa sio mara moja. Na sio tu kwa Yanga, hata sometimes Simba. Crucial games, important games, wachezaji wamekuwa wakimiss chances. Simba imekuwa ni almost msimu mzima kwenye michuano ya kimataifa. Kitu kingine ambacho nadhani mimi kwa upande wangu ni wachezaji wanawajibishwa vipi na mashabiki. Sitaki kusema hii ni tabia ambayo inabidi tu-entertain ama tuifanye. Lakini sioni mashabiki wakiwawajibisha wachezaji wao. How? Mimi ni mshabiki wa soka la Ulaya. Sio mara moja, mara nyingi tu. Baada ya bad performance naonaga wachezaji wanakuwa bud na mashabiki. Sasa hiyo kwa sababu kwa mfano labda nikupe mfano mzuri tu. Ilikuwa ni mifano miwili. Wa kwanza ulikuwa ni wa Joelinton
mchezaji wa Newcastle United. Aibea alizingua sana, kuna game akazomewa. Wellington mpaka leo tunavyozungumza ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwa Newcastle. Juzi tu hapa kwenye mechi nadhani United tukaanza Newcastle pia. Ziggs alitolewa wewe ambao master anamuita Zakazakazi. Joshua Ziggs. Alitolewa ilikuwa dakika 50 kama sio 60 hivi. Wanjo linyanyuka ukamzomea kwa sababu alikuwa na a very bad game. Sasa hivi Ziggs japokuwa hajawa na impact kubwa kiasi hicho kwa United, lakini he has been proper. Kwetu ukitoa social media ambapo tunaonaga watu wanawakosoa wachezaji, lakini nadhani kuna haja mashabiki pia kuilinda klabu yao na performance za chini za wachezaji. Sababu hii ilikuwa ni mechi ya nusu finali, mechi ambayo kuna kombe mnalitaka. Makosa ambayo walikuwa wanafanya wachezaji, Max mmoja hapo, Stefan Aziz Ki pia, nani mwingine amekosa sana, ni hao wawili wamekosa sana nafasi. Kuna mmoja au nyingine, sio mambo ya kuyaacha kirahisi tu. Kuna muda lazima muwakumbushe you are playing for a top club. Unacheza Yanga na mnakosaje magoli kama haya. Okay, tutakaporejea hapa na swali la msingi pia naona pia kwenye mitandao ya kijamii, na tunaweza tukashare na mashabiki na wadau ambao wanasikiliza Sports Extra Clouds FM. Ukitaja wachezaji kwenye orodha, sijui niombe top 5 ama top 10 yenu ya wachezaji bora kwenye Premier League yetu ya Tanzania bara, kwenye modern era, top 5 ya wachezaji bora. Stefan Aziz Ki unamweka kwenye position ipi? Top 5 ya wachezaji bora kabisa kwenye hii modern era ama modern Premier League ya Tanzania bara. Nadhani tunaelewana. Stefan Aziz Ki unamweka kwenye position ipi? Muda mchache unajua tukirejea, lakini pia kwenye mitandao unaweza kunitajia huko kwenye David Campista, niwekee orodha wachezaji wako bora kwenye hii modern Premier League ya Tanzania bara. Niorodheshe hapo na unipangie wa kwanza mpaka wa 5, na ukimtaja Stefan Aziz Ki atakuwa kwenye nafasi ipi? Hii ni Sports